kumshangilia huyo aliyefufuka kwa wafu. Bado tunaendelea kumtumaini na bado tunaendelea kumtegemea, maana pasipo yeye hautaweza kufika popote. Pasipo yeye. Naomba tusome neno la Mungu kutoka katika kile kitabu cha Warumi. Warumi mlango ule 8 mstari wa 12 hadi ule mstari wa 17. Neno la Mungu tulilopewa kutafakari kwa mwongozo wa kalenda yetu kutoka katika kitabu cha waraka kwa Warumi mlango wa 8 mstari wa 12 hadi ule wa 17. Neno la Mungu linasema, basi kama ni hivyo ndugu, tuadili si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, wataka kufa. Bali kama mkiyafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa humpokea tena roho, kwa kuwa hamkumpokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto, basi tuwarisi, warisi wa Mungu, warisio pamoja na Kristo, na tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Amen. Naomba tukae wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo ametupatia ili tuendelee kumwabudu, ili tuendelee kumwadhimisha, ili tuendelee kunyenyekea mbele zake. Na mshukuru Mungu kwa ajili ya familia yangu, lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya mwinjilisti kiongozi pamoja na ofisi yote ya mtaa wa Pembe, pamoja na baraza lote, pamoja na katibu, hata kuona ya kwamba ninaweza kusimama mbele yenu ili tuweze kushirikishana maneno ya Mungu. Ninauona uwepo wa Mungu katikati yetu. Ninaona roho ya maombi ipo katikati yetu, na Mungu yupo kwa ajili ya kutuhudumia. Na umekuja ibadani, usikae kimya, semezana na Mungu rohoni. Nguvu za Mungu ziko mahali hapa. Unaweza ukaona kama vile hazipo, lakini mimi naziona nguvu za Mungu. Na tukisema ya kwamba basi ni kwamba namsikiliza Roho Mtakatifu, anasema kwamba tuombe. Hata kama kwako unaona kuomba hayana faida, hata kama unaona kwamba kuomba ni kama kupoteza muda, lakini Jumapili ya leo ndani yangu ninasukuma tuombe. Kila mtu ana mzigo wa kwake, kila mtu ana kwake anapopitia. Nguvu za Mungu ziko hapa kwa ajili ya kukujibu. Nguvu za Mungu ziko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa watu wa Mungu, leo
ni siku ya Bwana ya tatu baada ya Pasaka, na tunaongozwa na kichwa cha somo kinachosema mpigieni Bwana kelele za shangwe, na neno kuu, ndani ya Kristo tunakuwa wapya. Ndani ya Kristo tunakuwa wapya. Unapokuwa ndani ya Kristo, sio wewe, unakuwa ni mtu mwingine kabisa, kwa sababu upo ndani ya Kristo. Na wameona ya kwamba ni vizuri tukatafakari hii habari ya kuwa ndani ya Kristo. Hili neno limekaa rohoni, sio mwilini. Rohoni, kukaa ndani ya Kristo tunakuwa wapya. Wapendwa watu wa Mungu, kusoma Matendo ya Mitume mlango ule wa 17 na mstari ule wa 8, neno la Mungu linasema, maana ndani yake yeye tunaishi. Tukikaa ndani ya Kristo tunaishi. Hata kama shetani hataki uishi, lakini ukikaa ndani ya Kristo. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, tukikaa ndani ya Kristo tunaishi. Na kusoma Wakorintho wa pili 5:17 ni neno ambalo tumelizoea kila mahali, kila wakati, nalo sema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yanapita, tazama yanakuwa mapya. Unapompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, neno la Mungu linasema ya kwamba unakuwa kiumbe kipya. Yaani maanake Mungu hatazami kama unavyojitazama. Tatizo letu sisi wanadamu, yaani hatujiamini ya kwamba Mungu ametusamehe. Shetani anakuhubiria hivi, unafikiri na hivi Mungu amesamehe? Kama upo ndani ya Kristo, hebu amini ya kwamba hata katika hilo ambalo shetani anakukumbusha, Mungu amekusamehe na wewe umekuwa kiumbe kipya. Unapaswa kujitambua wewe kama Mkristo, uishi kweli, mwenendo wako ufanane na huyo Kristo. Sio tunakuja kanisani kwa mazoea. Mungu hatueleki na wokovu hauzoeleki pia, na Yesu sio wa mazoea. Yesu hazoeleki hata kidogo. Na ndio maana Paulo alivyotaka kuendelea kuwaua Wakristo, Yesu alimtokea kamwambia, Sauli, Sauli, mbona unaniuzi? Inawezekana unakuja kanisani lakini unaendelea kumuuzi Mungu. Sio kusema mtumishi ameandika habari zangu, hapana. Inawezekana unaendelea kuja kanisani na unatoa sadaka nzuri, lakini unamuuzi. Sisi kama Wakristo tunapozaliwa mara ya pili tunakuwa viumbe vipya ndani ya huyo Kristo, na uhai wetu tulio nao upo ndani yake. Kuwa Kristo sio fashion, kwamba na mimi Kristo sio fashion. Kuwa Kristo ni matendo yako yabadilike.
tukiwa wa Kristo, matendo yetu yanatakiwa yafanane na Bwana Yesu, na wala sio vinginevyo. Nitafakari mtu wa Mungu, nitafakari, sisi sio kama wale ambao hawamwamini Kristo. Sisi tunamwamini Kristo ni Bwana na ni Mwokozi. Na unajua mahali ambapo amekuvusha, na unasema kama sio Mungu nisingeweza kupita hapa, lakini bado anaendelea kuishi matendo yale yale ya mtu wa kale. Mtu wa Mungu, unapaswa kubadilika. Wakolosai 2:6 neno la Mungu linasema, kama vile ulivyompokea Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, endelea kuishi maisha ya kumpendeza yeye. Ni agizo. Mungu anatupa agizo. Kama tunamkubali Kristo, tuishi maisha yanayofanana na huyu Kristo, na wala sio vinginevyo. Tunapokuwa tunampokea Kristo, tunapata uzima wa milele. Nje ya Yesu Kristo hakuna uzima wa milele. Tutapakana tu mafuta, lakini hatuambiani ule ukweli. Ukiona unaambiwa ukweli alafu unakasirika, jiulize mara mbili mara tatu, mimi ni Mkristo. Neno la Mungu linasema msemezane kweli, kila mtu na jirani yake. Mimi mtu akiniambia ukweli na furahi, kwa sababu hataki nipotee, anataka nirudi kwenye njia iliyo sahihi. Kwa hiyo sisi kama wa Kristo tunamhitaji sana Mungu atusaidie ili tuishi maisha yenye ushuhuda. Tukiwa hapa duniani tuishi maisha yenye ushuhuda, lakini pia yawe ni maisha ambayo yatatupa kibali kukisogelea kiti cha rehema, kusogea mbele za Mungu kwa ujasiri. Mungu akusaidie mtu wa Mungu. Mungu akusaidie sana. Usikubali moyoni mwako Roho Mtakatifu aondoke. Moyoni mwako Roho Mtakatifu anatakiwa sio kuingia tu, akae ndani yako. Akae ndani yako. Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, na wewe unakuwa mtakatifu hata kama unaishi duniani. Mtu mmoja akasema hakuna watakatifu duniani, lakini neno la Mungu linasema watakatifu walioko duniani ndio wanaonipendeza. Duniani watakatifu wapo, na wewe unataka kuwa mtakatifu, unaweza, maamuzi ni ya kwako. Kwa hiyo Mungu huyu ambaye ametuumba kwa mfano wake na kwa sura yake, hataki tupotee hata mmoja, bali kila mmoja aifikirie toba. Unapokuwa ndani ya Kristo, unakuwa na uhakika wa maisha ya sasa na ya baadaye, na wala hatuna mashaka na wewe ukiwa ndani ya Kristo. Una faida maisha ya sasa na maisha ya baadaye. Wapendwa watu wa Mungu, katika Zaburi ambayo tumesoma, Zaburi hii imebeba vitu vitatu. Imebeba Mungu utawala, imebeba Mungu wetu ni mkuu tena ni mtakatifu, imebeba Mungu wetu anajibu sana, anajibu maombi hata kama unaona anachelewa, lakini yeye anajibu. Kairudie tena kusoma uone namna ambavyo
inavyoelezea hiyo Zaburi. Usisome neno la Mungu kama gazeti, usisome neno la Mungu kama historia fulani. Neno la Mungu lina pumzi ya Mungu. Kwa hiyo ukisoma, ukikaa rohoni, utaelewa neno la Mungu linakuelekeza nini. Ni itikio la mtunga Zaburi kwenye historia hii ya kusoma hiyo Zaburi. Ni Zaburi ambayo inaonyesha kumshukuru Mungu. Daudi anamshukuru Mungu kwa sababu Mungu anajibu sala zake. Mungu anajibu taifa lake la Israeli. Mungu anaonyesha utakatifu wake. Mungu anaonekana. Hivyo Mungu anahitaji watu wake wawe watakatifu. Mungu anakuhitaji mimi na wewe tuwe watakatifu. Na kama Mungu anataka mimi na wewe tuwe watakatifu, ni kwa sababu yeye ni wa rehema, tena anasamehe na ana huruma. Na kama Mungu wetu anasamehe na Mungu wetu ana huruma, turudi magotini, tuendelee kumwabudu katika roho na kweli, wala sio kwa mazoea. Ndio maana Yesu alimwambia yule mwanamke pale kisimani, waabudu halisi inawapasa kumwabudu Baba katika roho na kweli, sio kumwabudu kwa mazoea, kwamba mimi ni mtendo wa siku nyingi. Yaani Mungu atishi kwamba ni mtendo wa siku nyingi. Mungu anatutaka roho wake kuhusu ndani yako. Mungu akasema mwinjilisti ni Pentekoste, mimi ni mtendo kweli kweli, kwa sababu ndiko Yesu aliniita huko. Mungu akusaidie mtu wa Mungu, ili ya kwamba uweze kumwabudu Mungu kweli kweli katika roho na kweli. Lakini tunaona kwenye Sefania pia katika somo la kwanza, mataifa yatamgeukia Mungu. Tukisema mataifa, wengine wanaangalia nchi kubwa ya kifalme. Mataifa ni watu ambao wamjui Mungu, hawajampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Na kama wewe hujampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi, wewe ni mataifa, kwa sababu unaenenda kama wao wanavyoenenda. Nasema leo mwinjilisti, leo tumuelewe, leo tutaelewana tu. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtu wa Mungu, ukishaokoka, ukishakuwa Mkristo kweli kweli, uko ndani ya Kristo, haswa mimi niliyotokea huko, kwenye arobaini zao siendi, kwenye hekima zao siendi, kwenye dua zao siendi. Sasa ukijiona wewe unaenda, angalia wokovu wako uko wa namna gani. Mtu akasema mimi siendi, nitatuma pesa katika ulimwengu wa roho, na wewe wameshakuunganisha kwenye matamiko yao, mimi siendi. Na kwa sababu wamejua siendi, kwa hiyo hawanishirikishi. Wewe kama wewe unahudhuriaga, yaani utashirikishwa. Na kama ndio Mungu amekujalia una pesa, basi majukumu yote yatakuwa ni ya kwako. Sema namtolea Bwana sadaka. Wewe mtolea Bwana sadaka kwenye hekima, mtolea Bwana sadaka kwenye 40 ya watu, ya kwamba utabadilisha mabaki. Pamoja na kwamba kwenye vita walikufa wengi, lakini mabaki yalikuwepo. Yale mabaki Mungu anasema ataachilia wokovu. Inawezekana kwenye familia mabaki ni wewe uliyebaki, ili Mungu aachilie wokovu kwako, ili Mungu aachilie hiyo neema kwako. Jehova akusaidie na Jehova akuonekanie. Mungu anaposema ya kwamba anaachilia wokovu wake kwa mabaki, anamaanisha ya kwamba yaani hawa waliobaki ni
nisipoachilia hii neema ya wokovu kwangu, hata kizazi kitakachokuja kitakuwa kimjui Mungu. Mzazi, onyesha msimamo kwa mtoto wako. Jana nilikuwa na mtoto wa primary wa mwaka wa kwanza. Wenzie wanaandika, yeye haandiki. Kwa nini uandike? Ananiangalia. Unajua walimu, kila mtu ana kitabu vyake, hana kitabu hata kimoja. Hapo anakuja mafundisho, hana kitabu hata kimoja. Ni misingi ya mzazi aliyoweka kwa mtoto huyo. Nikawauliza, unapoenda shule mwalimu anakupa maagizo uje na vitabu vya somo husika, wewe unaacha nyumbani? Hapana. Kwa nini vya kanisani umeacha? Nimesahau. Wazazi na walezi tulioko hapa, hebu tuonyeshe msingi ulio bora kwa watoto wetu, kwa kizazi chetu. Maana tunajua sisi tutapita, lakini wao wataendelea kuishi. Tunawaacha kwenye msingi upi? Tunawaacha kwenye msingi wa kukaa baa na kunywa mpaka asubuhi au kurudi saa wanaotaka? Tunaacha kwenye msingi ya kwamba anajua kabisa baba anaendaga gesti, mama anaenda gesti, anajua, lakini kwa sababu wewe ni baba ni mama hawezi kukusema. Mtoto anakuangalia tu na yeye anajifunza kwako. Mungu akusaidie sana. Mungu aachilie kwako unyenyekevu, ili ya kwamba uweze kutubu dhambi ambayo unatafakari na unaiona ya kwamba ndani yako ipo shida. Kimbilia kwa Yesu kwa siri kabisa, wala sio matangazo, kwa siri kabisa, kwamba Mungu narudi kwako. Inawezekana ulishaua sana, na huwezi kumwambia mtu yoyote kwamba mimi nishaua sana. Inawezekana ushatoa kafara sana, na huwezi kumwambia hata mchungaji na injilisti niombe napita mahali pangu. Lakini kusema kwamba mimi nimeua sana, huwezi kusema. Lakini kwa wale ambao wana macho ya roho, akikuangalia tu anajua dhambi iliyokutesa. Rudi kwa Yesu kwa magoti, ili Yesu aweze kukubadilisha, ili uweze kupata furaha, ili uweze kuwa na tumaini na kujiamini. Wapendwa watu wa Mungu, katika kitabu hiki cha Warumi ambacho tumepewa kutafakari, maneno ambayo waliandikiwa watu waliokuwa wanaishi Rumi, lakini kwa leo ni kwa ajili yangu na wewe. Ukianza kusoma kuanzia ule mstari wa kwanza, unaongelea habari ya imani ya Kikristo. Watu wengi hatuna imani na Kristo. Nasikitisha sana na inahuzunisha sana. Hatuna imani na Kristo. Wapo wenye imani, lakini wapo ambao hawana imani. Ukishaenda kwa mganga una imani? Ukishaenda kwa mganga kienyeji una imani na Kristo? Unakubali kuchanja chai, unakubali na kudanishwa na Yesu, na unapewa, unaambiwa kaeke mahali fulani. Yaani unashinda kujua kwamba Yesu ndiye anayekutunza na kulinda, bali unaangalia kile ulichopewa. Msomi mzima, yaani umesoma, una pesa, alafu unaenda kwa mtu ambaye hajasoma,
anakukalisha chini na wewe unakaa, anaanza kukuambia vitu ambavyo havipo na wewe unaamini. Yaani ukishafikia hapo ndio kwamba yaani Kristo hayupo kwako, hauishi maisha ambayo yanampendeza yeye. Napoongelea habari ya imani katika maisha yetu, maanake uhusiano wetu. Imani unatakiwa kuishi na uhusiano wako na Mungu, namna ambavyo Mungu anaachilia ahadi zake kwako. Unapoendelea kusoma huu mlango, utaona namna ambavyo sema kitu gani kitakachokutenda na upendo wa Kristo. Je, ni dhiki? Ni shida? Ni adha? Ni njaa? Ni uchi? Kasome mlango mzima, tuona maanisha. Basi tuseme nini juu ya haya, juu ya huu wokovu? Tuseme nini juu ya haya maisha mapya ambayo tumepewa sisi kama Wakristo? Mungu atusaidie, ametupatia nafasi hii ili ya kwamba tumtumikie. Ukiimba rohoni wimbo dogo wakiimba kwa uliniumba nikuabudu, uliniumba, yaani kazi yako ni kumsifu Mungu na kumwabudu. Utaona wajibu wako unaotakiwa kufanya wewe kama Mkristo. Wokovu kwa malangoni mwako, unapaswa kutubu dhambi zako na kuziacha. Sio kutubu tu, kutubu na kuziacha. Na ukiziacha dhambi zako, ndipo ule utakatifu utakuja, na ndipo ambapo Yesu anasema ukiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Anaposema atalifanya, maana yake amemaanisha kwamba atalifanya. Sisi kama Wakristo tunatakiwa kusimama kwenye wajibu wetu kwa ajili ya kutiana moyo kwa habari ya safari ya kwenda mbinguni, kwa ajili ya kuombeana, sio kunyoshana vidole, kwa ajili ya kuombeana, ili ya kwamba tuweze kufika kule ambapo Mungu ametuandalia. Kama Mungu amekuandalia makao mazuri, alafu wewe mwenyewe hutaki kwenda. Ukisoma Isaya mlango wa kwanza mstari wa 18 anasema, haya njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zetu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji; zitapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theluji. Ukirudi juu mstari wa 6, neno la Mungu linasema, jiosheni, jitakaseni, ondoeni maovu. Jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu usiwemo mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya. Neno la Mungu ndivyo linavyosema. Mungu anasema tujifunze kutenda mema. Mungu anasema takeni hukumu na haki. Mungu anasema wasaidieni walioonewa. Mungu anasema wapatieni yatima haki yake. Mungu anasema mteteeni mjane. Mungu akusaidie sana. Hayo maneno ninayoyasema kwa habari ya kutenda mema ni Isaya mstari huu wa 7, mlango huo wa kwanza mstari wa 16, mstari wa 17. Maneno hayo ndivyo yanatoka hapo, na Mungu alibariki neno lake. Amen. Salama salama
Asante kwa ajili ya asubuhi njema ambayo umetupatia sisi watoto wako na watumishi wako. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu umesema na watoto wako. Asante Mungu uliye hai, kwa damu ya Yesu. Baba wa majeshi, usiwache wakatoka kama walivyoingia, bali neno lako likazae ndani yao. Bwana, neno lako likatende badiliko ndani yao, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa hai. Nasimama kinyume na kila kizuizi chochote juu ya watoto wako hawa na watumishi wako hawa, kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa hai. Ninapeleka moto na damu ya Yesu, Baba wa majeshi, kule ofisini kwao, kwenye kazi zao, kule nyumbani, kwa watoto wao, kwenye ndoa zao, kwa uchumi wao, katika jina la Yesu. Nasimama kinyume kabisa na kila ufalme wa giza, hauna mamlaka juu yao. Bwana, ukawapatie, ukawape moyo mkuu, ukawape moyo wa ushujaa, ukawafundishe Bwana namna ya kusogea mbele zako, ukawafundishe Bwana namna ya kukutumikia, ukawafundishe Bwana na kuwaelekeza kila siku kwa leo, katika jina la Yesu Kristo mwana wa hai. Kila mapando yote aliyoachilia ndani yao, na achilia sadaka ya damu ya Yesu ikang'oa hayo mapando na kuondoa hayo mapoza kwa jina la Yesu, na roho ya kuzoea neno lako katika jina la Yesu Kristo mwana wa hai. Bwana, ukawe nguzo ya moto wa damu ya Yesu kwenye maisha yao, ukawaongoze kila mahali wanapokuwepo kwa damu ya Yesu. Nasimama kinyume na roho za mauti za kutengenezwa kwa jina la Yesu, hazina mamlaka juu yao kwa damu ya Yesu, juu ya uzao wao kwa jina la Yesu. Roho za ukaufu kwa damu ya Yesu hazina mamlaka juu yao katika jina la Yesu. Napeleka moto na damu ya Yesu, napeleka moto na damu ya Yesu, kila mkera vikateketee, kila uchawi, kila ushirikina, kila uganga, kila majini kwa jina la Yesu, kila mtego vikateguke kwa damu ya Yesu Kristo. Ninawatoa kwenye mahadaki, kwenye mashimo kwa damu ya Yesu. Inawezekana walimendewa maneno magumu katika jina la Yesu. Nafuta hayo maneno kwenye malango, kwenye ardhi, kwenye anga, kwenye madhabahu ya giza katika jina la Yesu. Ninapeleka sadaka na damu ya Yesu. Bwana, unapokuwa uhai wa watoto wako hawa na uzima wako kaingia ndani yao katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Bwana, ukajulikane ya kwamba unatenda, ukajulikane ya kwamba unajibu, ukajulikane ya kwamba wewe ni ngome imara kwa watoto wako Bwana, maana wamekukimbilia, wanakutazama wewe, kwa kwamba wamejiingiza kwenye maagano na wajua wanazaje kunasuka hapo. Damu ya Yesu ikawanafia mahali hapo, maana wamesema hakuna hukumu juu yao walio katika Kristo Yesu. Na watoto wako Bwana, ribo wako ndani yako, wasaidie Bwana, wawezeshe Bwana Mungu ni hai, uwatoe hapo walipo kwenye mahangaiko na hiyo shida na hiyo changamoto. Inawezekana ni ya kifamilia, Yesu kasimame hapo, ukawe hukumu kati ya mtoto wako na wale wanaomshtaki na wale wanaomtushia na wale wanaomsemea vibaya katika jina la Yesu. Madhabahu yako nisiwakalie kimya watoto wako hawa Bwana, wasaidie, wasaidie watoto wao kwa hivyo wasokia, wasaidie Bwana, wawezeshe Mungu, washike mkono na uongoze Bwana watoto wako. Asante Mungu aliye hai, kwa sababu unafanya na kwa sababu Mungu wetu unajibu. Amen. Yesu